Unaonaje uelewa wa watu katika kumiliki ardhi kisheria? Asante. Ni kweli migogoro ya ardhi ndani ya nchi huwa ni mingi sana. Kesi hizi wakati fulani migogoro ya ardhi imekuwa ikipelekea watu hata mpaka kuuana. Kwa kweli iko haja nchi kama nchi, serikali kama serikali kuwa inatoa elimu kubwa kwa wananchi, kwa Watanzania juu ya kila mtu ikiwezekana kumiliki ardhi kihalali ili kuepusha migogoro. Nirudi kwenye kijiji changu cha Magoda. Kata nzima ya Uwemba, miaka 3 iliyopita tumekuwa na zoezi la urasimishaji ardhi. Zoezi hilo limefanyika kwa muda wa miaka 2 iliyopita, tumelimalizia mwaka huu. Kurasimisha ardhi ya kila mwana kijiji. Kwenye maeneo ya makazi tumekuwa tunapima viwanja. Hata mimi hapa nilipo ni viwanja vilivyokwisha pimwa tayari. Lakini bahati nzuri mimi nazungumza mpaka shambani kwangu huko Nambo huko na shamba la eka zangu 3 zimepimwa na tayari huko na hati miliki. Bado hati process ya hati miliki inaendelea bado. Sijapata hati, lakini upimaji umeshafanyika. Na katika eneo hili ambalo tulipo penyewe na penyewe pana hati. Bado sijapata hati, lakini pameshapimwa. Iko ni vimeshawekwa. Tunasubiri tu ile kampuni iliyotupimia tuingie awamu sasa ya kukamilisha upataji wa hati. Huku hakuna hati miliki za kimila. Hati miliki bahati nzuri ya hapa kijijini kwetu hazikutokea hizo. Zile za kimila hazikutokea kabisa. Tulikuja kukutana na upimaji wa hizi hati za halmashauri zinazopima na watu wa halmashauri. Na zoezi lilifanyika mwaka gani wakati tunapima haya maeneo yote? Ilikuwa ni 2023, 24, 25. Tumemalizia mwaka huu 26. Kwa hiyo wewe tangu upime sasa hivi ni miaka mingapi? Ina miaka 3. Hati bado haijafika. Bado haijaja. Na kwa nini haijafika? Haijafika kwa sababu ile kampuni iliyopewa jukumu hilo la kupima ilikuwa imepima kata nzima ya Uwemba na vijiji vyake vyote, lakini baadaye ikawa imehama hapa kwenda wilaya nyingine au mkoa mwingine. Kwa hivyo ndio tunawasubiri hao, kwa sababu tulijaribu kuwaomba wakamilishe zoezi hilo. Badala sisi wenyewe kuwa anakwenda kila mmoja kule ofisi ya halmashauri, idara ya ardhi mmoja, tukakuta bora waje tena hapa kama ni kulipa pesa ya kwenda upataji hati, tukusanye hela hapa halafu washughulike wao. Na kwa hiyo wamesema wanakuja lini? Kwa kweli hawajatuahidi bado lini. Na kukosekana kwa hati kuna waathiri vipi? Kukosekana kwa hati kwa kweli kuna tuathiri, kwa sababu zile hati huwa ni kigezo kimoja pia cha kuweza hata kupata, ukitaka kuingia kwenye taasisi za fedha kama benki, uombe mkopo, unatakiwa kuonyesha hati. Mara nyingi hasa si wakulima, wakati tunataka kuombea pesa za kilimo benki, utakachokumbana na kule benki ni kwamba uonyeshe hati inayomiliki kitu chochote. Sawa, hiyo nyumba, hiyo shamba, naje hati. Lakini kwa bahati mbaya huku vijijini hata nyumba tulionazo hizi hazina hati. Mashamba tulionayo hayana hati. Viwanja vilivyokuwa tunavyo havina hati. Kwa hivyo huu mchakato sasa ndio utawezekana pengine kutuwezesha kupata hizo hati. Nikishakuwa kiwanja kimepimwa kina hati au shamba limepimwa lina hati, sasa ndipo hapo tutakapoweza kuwa na hati mkononi na tukawa tuna access sasa ya vitu kama mabenki kwa urahisi. Kuna kitu gani sasa ambacho unaona, kwa sababu hati ni muhimu tunaona. Kitu gani ambacho unaona kwamba ni muhimu sasa katika eneo lenu kwamba kinapaswa kifanyiwe kazi aidha na wizara, halmashauri, si ndio, kwenye kazi katika ufanisi ili muweze kujipatia haki zetu? Kuna changamoto. Ndio tunaomba pande ya serikali hasa kupitia idara ya ardhi
wajaribu kutusaidia, waweze kuhamasisha wafanye haraka zoezi la upatikanaji wa hati. Sisi huku wananchi tuko tayari kwa maelekezo, tuchangie kiasi gani kwa kila kiwanja ili kampuni ile iweze kushughulikia kupata hati. Kwa hivyo sasa ni kazi ya serikali, kwa sababu hata wale wapimaji wale waliletwa huku na serikali. Hatukuzijua kampuni zitakazo kuja kupima huku. Ni serikali ndio inasema kampuni fulani mkapime kata fulani, kampuni fulani mkapime fulani. Sasa wawahimize waje wakamilishe ile kazi. Wananchi tuko tayari.